Rais wa Tanzania Samia Suluhu ajawa na wasiwasi na woga baada ya Umoja wa Mataifa kutoa amri kwake kufuatia mahakama kuzuia shughuli za Chadema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kusitisha mara moja mambo ya utekaji nyara wa wapinzani wa kisiasa, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari kama chombo cha ukandamizaji katika mazingira ya uchaguzi. Wito umetolewa kufuatia kutekwa nyara kwa watetezi wawili wa haki za binadamu na waandishi wa habari Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Tuhaire kutoka Uganda, waliotekwa jijini Dar es Salaam tarehe 19 Mei wakiwa wamezuiwa kuingia nchini kama waangalizi wa kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aliyefungwa mashtaka ya uhaini na kusambaza taarifa za uongo. Mwangi na Tuhaire walikamatwa na maafisa wa polisi na hatima yao haikujulikana kwa siku kadhaa. Mnamo Mei tarehe 22, Mwangi alikutwa ametupwa katika mji wa Pwani wa Ukunda, na siku iliyofuata Tuhaire alikutwa katika eneo la mpakani kati ya Tanzania na Uganda. Watu wawili walidaiwa kuteswa na kutendewa vibaya kabla ya kuachwa huru. Tuhaire aliripotiwa pia kubakwa, na ni jambo linaloonyesha hali ya mateso ya kijinsia wanayokumbana nayo waandishi wa habari wanawake na watetezi wa haki. Viongozi wa upinzani na wafuasi wao wameripoti ongezeko la mashambulizi ya ukiukwaji wa haki za binadamu, hasa katika maeneo yenye mvutano wa kisiasa. Ukiukwaji huu unajumuisha kukamatwa kiholela, kunyanyaswa, kuteswa na kutekwa kwa viongozi wa vijana, watetezi wa haki za binadamu na wanachama wa vyama vya upinzani. Wataalamu hao wameshawasilisha wasiwasi wao kwa mamlaka husika nchini Tanzania kuhusiana na matakwa yao ambayo wanazidi kulalamika kwa huenda yakaleta vurugu katika nchi ya Tanzania, huku wakitazamia kuelekea kwenye uchaguzi.